Maji, karibu kwa awamu ya pili ya taarifa za KTN leo. Kwenye studio nikiwa na Bi Ann Ngugi ambaye ni mwanahabari, amekuwa mwanahabari kwa muda mrefu na mwandani wa karibu sana wa mwenda zake Ahmed Darwesh. Karibu sana kwenye studio. Naam, shukrani sana Mary. Tumefiwa. Umempoteza rafiki yangu. Naam. Sema tu jinsi unavyohisi. Kusema kweli Mary, siwezi kuelezea hisia zangu zote kwa dakika moja wala dakika 10 wala hata nikapewa lisaa lizima. Lakini najihisi kwamba hata nimedhoofika, mwili wangu umedhoofika. Najisikia ndani ya roho yangu sina furaha kabisa. Mchana kutwa tangu jana usiku haijakuwa rahisi kwangu tangu nilipopata simu na kuelezwa kwamba Ahmed ambaye ni rafiki yangu, sijamchukua kama mtu ambaye tulifanya kazi naye, lakini nilimchukua kama rafiki yangu, kama ndugu yangu, kwamba hayuko tena. Kwa hivyo imekuwa ni wakati mgumu, lakini vile vile wakati ambao sina budi ila kukubali yale ambayo yamefanyika, kwa sababu kuna mambo mengine duniani huwezi kuyageua, na iwapo ningekuwa na nguvu ama uwezo wa kumwambia mke, ndugu yangu, basi ningefanya hivyo. Lakini kwa sasa, kwa sababu Mola aridhia hayo, basi kwetu ni kukubali na tuendelee kumkumbuka Ahmed Darwesh kwa mazuri ambaye alikuwa nayo, na ni mengi na ni mengi mno. Mary, ulimfahamu lini Darwesh? Darwesh nilimfahamu nafikiri mwaka 2003. Wakati walipoajiriwa kazi Ahmed Darwesh na Bi Mwanaisha Chizuga. Walikupata hapa bado? Walinipata KTN. Na wakati huo tulikuwa tuko upande ule mwingine, tulikuwa bado tuko Nyayo House. Walitupata pale, na sisi tulikuwa watu ambao waliwasaidia sana Ahmed na Mwanaisha kuweza kuingia katika fani ya utangazaji wa Kiswahili. Na kwa hivyo hapo ndio tulianza kujuana, na wakati ilipowadia mwaka 2004, mwaka 2005, mimi na Darwesh wakati mwingi tulikuwa tunasoma taarifa pamoja. Kwa hivyo kwa muda wa miaka 7 tangu mwaka 2006, na ambavyo utaweza kuona picha hii, sijui kama watazamaji wanashangaa nini umebeba. Nimeitoa kule sandukuni kule chini, wajua zile zinaitwa kumbukumbu. Shikilia vizuri hivyo, utaona basi Darwesh pale na Mwanaisha vile vile, na kuna Sadik Shaban na Swale Mdoe, na hii ni picha ambayo ilipigwa nafikiri mwaka 2004, na ni miaka 11 tangu wakati huo. Na kwa hivyo kuanzia wakati huu hadi mwaka 2013 ambapo nilitoka KTN, tulikuwa tunasoma habari na tunashirikiana kusoma habari na Ahmed Darwesh. Ikiwa hatusomi habari pamoja, tulikuwa na wakati mwingi kule chumba cha habari ama newsroom ukipenda, ambapo tulikuwa tunahariri taarifa pamoja. Na tumefanya mambo mengi pamoja, wakati ambapo Ahmed Darwesh alimuoa mkewe ambaye alikuwa amependa sana kumuita bibi, alikuwa anapenda sana kumuita, nimesahau jina la utani. Hizi tunamuita mamake. Mamake, alikuwa anamuita mamake. Darwesh alikuwa amependa sana kumuita mkewe mamake. Mwaka 2006 nilienda Mombasa. Nilikuwa baadhi ya watu ambao walienda kushuhudia harusi ya kufana sana kati ya Darwesh na mamake. Na vile vile hata wakati mtoto wake wa kwanza alizaliwa mwaka mmoja baadaye, nilikuwa kwa mtoto wa pili akizaliwa. Kwa hivyo niko na kumbukumbu nyingi zaidi za Darwesh ambaye alikuwa ni mwanahabari, na Darwesh ambaye alikuwa ni baba, na Darwesh ambaye alikuwa ni mme na rafiki. Naam. Anafahamika kama Babu. Ina hili Babu basi lilitoka wapi? Unajua wewe ndio ulimfahamu mwanzo alipoingia KTN. Nafikiri Babu lina historia yake, lakini wa kwanza ambaye nilimjua alikuwa anatumia jina hilo alikuwa ni Swale Mdoe. Alipoanza kutumia jina hilo wakati KTN leo ilipoanzishwa kama taarifa za Kiswahili za kwanza katika televisheni huru, bali na KBC, ilikuwa ni Swale Mdoe alikuwa na jina lile la Babu. Na pengine ni njia moja ya kuvutia watazamaji, wajua vile ambavyo wanahabari wanakujia na baadhi ya majina ambayo yanaweza vutia wanahabari. Na pia nafikiri pengine Ahmed aliweza kuliridhi kutoka kwa Swale, na hakunieleza kwa nini alikuwa anatumia jina lile, lakini naamini kwamba
mojawapo pengine ni kwa sababu Darwesh alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na heshima nyingi, ni mtu ambaye hata ukikumbuka jinsi ambavyo alikuwa anawaamkia watazamaji wakubwa na wadogo, shikamaoni na nini, alikuwa yani na heshima zake, alikuwa ni mtu wa kuheshimika, alikuwa ni mwenye roho safi sana ndugu yangu. Kwa hivyo nafikiri ni mojawapo ya majina ambayo aliweza kutumia kama njia ya kuweza kutoa hali ya heshima kwa watu. Pia umemsikia mwenyekiti ama katibu wa muungano wa KOTU akisema kwamba Ahmed Darwesh alikuwa ni mwenye ushauri, licha kwamba alikuwa mdogo wake, but mara nyingi alikuwa anamsaidia, anamwambia hapa twende hivi. So huenda hilo jina Babu linatokana na ushauri wake ambao ni wenye ufasaha. Nafikiri kwa kweli Darwesh alikuwa ni, hatuwezi kusema alikuwa ni mzee sana, alikuwa bado ni kijana. Na pengine tuko katika umri moja ama ameniacha na mwaka moja ama miwili, lakini tuko sawa. Lakini Darwesh, ubongo wake na maoni yake yalikuwa ni ya mtu ambaye yuko na miaka kama 60 na alikuwa ni mtu ambaye ana ucheshi sana. Licha kwamba wachia hapo ucheshi wake tutakuja. Ahmed Darwesh alipendwa na wengi, si hapa tu KTN, katika vyumba vya habari huko nje. Mtazamaji wengi wanasononeka, wana majonzi, na tumepata mmoja wanahabari akizungumzia jinsi Ahmed Darwesh alivyomfundisha kazi. Akija hapa alikuwa yeye ni gwiji, lakini hakumuona kama mtu ambaye ametoka shule, ambaye anaanza, alimpa mwelekeo. Darwesh alinisaidia sana nilipoingia KTN. Nilikuwa reporter wa biashara. Sasa akimaliza kusoma habari za KTN leo saa 1, labda saa 1:30, ananisubiri mimi hadi nimalize kufanya habari yangu ya saa 3 ya biashara ile nipeleke nyumbani. Ingawa haikuwa karibu na alipokuwa kiishi, lakini alikuwa anasubiri hadi nimalize, maana sikuwa na gari wakati huo. Na kisafiri ananiachia gari lake ili nipate kusafiri virahisi. Na sikuwa nimemjua kabla nikuje KTN, na tulikuwa tumekutana kwa wakati mwingine, lakini alinichukua kama ndugu yake mdogo, akanisaidia sana. Kila wakati ananipeleka kwenye mankuli ya mchana. Alijua kwamba nikianza sikuwa na pesa nyingi zaidi, lakini alinichukua akanipeleka. Hata siku moja alipanga safari ya kwenda Misri kwa wiki moja, akapata tikiti, akapata visa kwenda huko. Tukafanya baadhi ya story jinsi tunavyoziita, tukafanya ripoti. Darwesh alikuwa zawadi kubwa kwenye ulingo huu wa wanahabari, manake ingawa alikuwa amebobea zaidi, lakini watu ambao walikuja kwenye chumba cha habari ambao kwamba bado wanaanza, hawakuona kwamba mimi nimefika, kwa hivyo siwezi nikazungumza nanyi ama nikawasaidia. Alituchukua akatufundisha, akajua tunaendelea vipi, tunaishi wapi, tunafanya nini, mambo kama hayo. Unajua wengi ukiingia kwenye chumba cha habari, haswa kwenye chumba cha habari cha televisheni, unapata watu ambao wanajulikana kama celebs, na hawajali wale watu wadogo wanafanya nini, wanatoka wapi, labda wanataka mazoezi ama wanataka kufundishwa, hawahusiki nao. Lakini Darwesh hakuwa hivyo, na kuna watu wengi sana kwenye vyombo vya habari tofauti ambao wanamwenzi kwa kile ambacho aliwafanyia, aliwafunza, alishughulika nao hata kama haikuwa kazi yake, lakini alikuwa ule mtu mkarimu, alikuwa mtu mcheshi, alikuwa mtu ambaye anapenda watu. Ni pigo kubwa kwangu mwenyewe kusikia kwamba tumempoteza Darwesh, na natoa risala zangu za rambirambi kwa familia yake, kwa marafiki na kwa KTN na kwenye ulingo wote wa wanahabari, manake tumepoteza mtu ambaye alikuwa amebobea, alikuwa mtu mkubwa sana kwenye fani hii, na labda tutakuwa na mtu mwingine kama Darwesh kwa miaka mingi kuja. Na mtazamaji, ni kauli za baadhi ya wanahabari, huyu akiwa ni Larry Mado akizungumzia uhusiano wake na mwenda zake Ahmed Darwesh. Sasa tunasema mwenda zake ni ngumu sana. Angekuwa hai angekuwa anafanya taarifa leo. Jana tulimsubiri, anapigiwa simu hapatikani. Hawaelewi yuko wapi, kumbe alikuwa kashaenda. Basi mambo ya Mungu. Kweli. Ulikuwa unatuelezea kuhusu Ahmed Darwesh ambao unamfahamu vizuri sana. Ulikuwa shaanza kugusia ucheshi. Nafikiri hata umesikia Mado akisema vizuri kwamba itachukua
pengine muda mwingi, miaka mingi kwa Kenya ama dunia, tuseme dunia, kupata mtu wa kadri ama mwanahabari wa kadri ya Ahmed Darwesh. Ni mwanahabari ambaye alikuwa amebobea, lakini licha ya kubobea kwake, hakuna wakati mmoja ungewahi fikiria kwamba Darwesh angeingia kati ya watu, ungewahi sema kwamba yule ni so and so, kwa sababu Darwesh alikuwa anaweza kutoshea katika hadhi yoyote. Na hiyo ni mojawapo ya kuwa na ucheshi ama wisdom, kwa sababu kuna watu wengi wamepeo makofia makubwa na majina makubwa duniani ama hata katika ulingo wa wanahabari, lakini hawawezi kutoshea katika daraja za watu tofauti. Lakini mimi Darwesh ambaye nilikuwa namjua na vichochoro ambavyo wakati mwingine tulikuwa tunaingia hapa nchini, alikuwa anatoshea. Na hilo ni jambo moja ambalo tutaliiga, yani kuwa na wisdom. Na pia ucheshi mwingine ni katika ulingo wa wanahabari. Ahmed Darwesh, bila shaka wajua, tukiwa hapa studio tunatumia zana za kazi kama matarakilishi kuweza kusomea taarifa zetu, lakini Ahmed alikuwa ni jamaa ambaye alikuwa anaweza tuseme kwa lugha ya televisheni ad-libbing. Angeweza kupewa taarifa, ambiwe sema hili na hili na hili, na alikuwa anaweza kupromote. Wapi intro? Sawa, acha tuende. Na naenda na ni kuoneshana kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ucheshi wa kazi. Kiswahili chake bila shaka hatuwezi kukisahau, tukijua kwamba alikuwa ni mwandishi wa mashairi, nyimbo za shairi. Kabla tufike hapo, tukizungumzia ucheshi, manake ukikaa na Darwesh huwezi kasirika. Yeye anachekesha watu kila pitako, anachekesha watu. Tueleze kuhusu, kulikuwa na mambo ambayo yeye tu anasema akiingia newsroom anaongea mambo fulani kuonyesha kwamba amewasili. Na kama yeye akishirikiana na watu kikazi, alikuwa anashirikiana vipi? Ni mtu ambaye kama mhariri, mara nyingi tunapata wahariri wanakuwa ni watu ambao wanawakera watu, wanahabari wakiingia, hasa wale ambao interns. Darwesh aliwalea vipi? Kando na ucheshi wake kesha kila wakati. Alikuwa ni mtu mwenye vichekesho, na kama utaweza kuangalia picha hii ambayo imewekwa kwa kumbukumbu za Ahmed Darwesh, utaona kwamba tabasamu lake ni lile lile. Na hiyo ndio ilikuwa yani ni jambo ambalo lingekuvutia kwa Darwesh hata kama humjui wala humjui. Na ambalo mimi nakumbuka nikiwa newsroom, ni Darwesh akikutana na wewe tu hivi, mimi alikuwa ananiita Mama Angel. Hata sikuwa naitwa Anne. Mama Angel, umeingia vipi? Lete marondo hapa, marondo. Alipenda sana ile neno marondo. Na nakumbuka miezi miwili iliyopita, hata kabla tujiendelea, ama mwezi mmoja uliopita, alinipigia simu, na imekuwa muda sana kabla nipigie. Na wakati aliponipigia nikamuuliza, sasa unataka kuniambia nini, manake hatujazungumza kwa muda. Akacheka akasema, hapana, nimenyamaza hapa newsroom, nikaona kelele zako haziko, sikuoni. Nikakumbuka masimu yako ya kili hapo, wimbo fulani ulikuwa unalia sana kwa simu yangu, hey, my God is good. Aliimba tu wimbo wote akamaliza. Akasema, Anne, nimekumisi sana, popote ulipo, nafikiri I hope uko sawa, na very soon tuonane. Na hayo ilikuwa ni mazungumzo yangu ya mwisho na Darwesh. Na Darwesh alikuwa ni mwanahabari na mtu na ndugu ambaye alikuwa na vichekesho, lakini vile vile katika taswira nyingine alikuwa ni jamaa, alikuwa ameweza kuwainua wengi. Na nafikiri hata wewe Mary Kilobi utakaa hapa useme kwamba nafikiri sasa kwenye KTN pengine una miaka 4 ama 5 hivi kama sijakosea. Kuna pahali ambapo Darwesh amekuvukisha kwa sababu yeye hakukuwa mhariri ambaye alikuwa anapenda kukasirisha wala hakuwa nazo. Alikuwa ni jamaa mtulivu, alikuwa tayari kuhakikisha kwamba anakuonyesha kazi. Na hususan kunapoingia wakati wa lugha, angeweza, kuna watu wengine akiona Mary ameandika vibaya anasomea kila mtu, muone huyu asijue ametoka wapi na amesoma. Lakini alikuwa tayari kabisa kukuambia Kiswahili hakiandikwi hivi, andika hivi, ili watazamaji pia waweze kuyajua. Na sana sana alichangia katika kamusi ya leo, na naona bado liko. Alikuwa ni mtu anakujia na maneno ambayo yanaweza kuelimisha umma na watu kuhusiana na Kiswahili. Kwa hivyo Ahmed Darwesh, sijui ninaweza kusema nini mimi. Sijui naweza kusema nini, lakini ni mtu ambaye hawezi kusahaulika. Hawezi kusahaulika haraka. Nafikiri ni jukumu letu pia kama jamii ya wanahabari kuhakikisha kwamba hata
kwa sababu kifo kitakuja, wajua ni adui wetu. Lakini tuwe na njia ya kusitiri kumbukumbu za wanahabari, wawe ni wa gazeti, wawe ni wa redio, wawe ni wa televisheni, tuweze kuwa na kumbukumbu za watu hawa, kwa sababu licha kwamba wengine wanakufa wakiwa na umri mchache, wanakuwa wana vigezo fulani ambavyo watu ambao wangependa kujua wanahabari waliokuwa bora zaidi katika wakati fulani wako. Na nafikiri ni juu yetu, mimi na wewe na wanahabari wengine, kuhakikisha kwamba hayo yanafanyika. Kweli. Naam. Unaona kwamba hili pengo linaweza kujazwa na mtu ambaye anaweza kutoshea viatu hivyo ambavyo ameviacha Daru? Naam, wajua katika dunia tunaambiwa kwamba footprint zako hazina mtu mwingine. Sauti yako ama sauti yangu mimi kama Ann, sauti yake Darwesh, hata watoto wake hawezi kuwa na ile sauti. Kwa hivyo pengine hakuna mtu ataweza kutoshea katika nafasi hile, kwa sababu hiyo ilikuwa ni nafasi ya Ahmed Darwesh, na Mungu alikubali awe hapa hadi wakati huo. Lakini mambo ambayo ameweza kuyafanya ndio mambo ambayo yanaweza igwa na vijana, yanaweza igwa na watu wote kupitilia kazi zake. Hayo yanaweza igwa, lakini sidhani kama kunaweza kuwa na mtu, kunaweza kuwa na sauti, kunaweza kuwa na umbo la Ahmed Darwesh. Pengine uzungumzie unyenyekevu wake. Mara nyingi watu ambao wanafanya kazi kwenye runinga wanajiita superstars na celeb. Naam. Unaona kama hili neno celeb liliingia kwenye kichwa cha Darwesh? Hata sidhani, manake sidhani. Hata wajua ukiangalia katika pengine wakati mwingi majarida yale yanadakua maneno, sijui kama ulisoma yangapi ya Darwesh. Mengi sana. Wakati mwingine hayakuwa yani maneno walionekana haya kwa blog hakuwa. Kwa sababu Darwesh hakuwa anataka kujiingiza kwenye kwenye sakata wala fuska hakuwahi kuwa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Darwesh alijichukulia tu kama yeye mwenyewe. Wajua watu wengi ambao wanajiita maseleb ndio ni kwa sababu unataka uonekane, ni kwa sababu unataka ukiingia pahali wasema ala, hamjaniona, hamjui nimeingia, na ndio unaona watu wanafanya sakata mbalimbali ili uonekane. Lakini Darwesh alikuwa ni mpole, yani tuseme he was himself. Hakuwahi kutaka kuwa mtu mwingine. Alikuwa aliishi maisha yake kama Darwesh, licha ya kwamba kama ambavyo nilisema hapo awali, licha ya kofia nyingi ambazo wako nazo, kwa sababu Darwesh hana kofia moja ya wanahabari peke yake. Darwesh akona kofia ya mwandishi, Darwesh akona kofia ya uhariri, Darwesh akona kofia ya uigizaji na makofia mengine pengine yale hatukujua. Lakini aliweza kujisitiri vilivyo na kuishi na watu wengine. Na nafikiri hilo ndio ambalo linatakikana kwa sisi wanahabari, kwa wanamuziki, kwa watu, yani watu wote ambao wana majina makubwa. Kwamba kwa sababu kuna jambo moja ambalo nitaweza kuquote, Biblia inasema when more is given to you, more is expected. Kwa hivyo ukipewa mengi, ukipewa ukuu mkubwa, ukigawiwa talanta kubwa kuliko watu wengine, basi inahitajika moyo wa kunyenyekea zaidi, ambavyo unaendelea kuinuliwa na Mungu na wewe unaendelea kuwa mdogo mbele ya watu. Na nafikiri watu wakifanya hivyo, tukiwa na Darwesh kama 10, tukiwa na Darwesh kama 20 hapa nchini, basi nafikiri nchi itakuwa inaelekea pahali pazuri. Kweli kabisa. Naam. Pengine mwelekezi wangu ataweza kutuandalia taarifa ambayo ilifanywa na Agnes Penda ambayo inahusu historia yake ikiendelea kutayarishwa. Ngugi, ukikutana na mtu ile akwambie utamkumbuka Daru, neno moja tu ambalo pengine utamkumbuka nalo Daru sana. Hassan Juma amezungumzia mambo mengi ambayo hata mara nyingi anachekesha tu, na Ali Hassan Kauleni, yani wanagusia mambo ambayo akiamshwa hivi kama hamuoni kwenye newsroom anasema nakosa hili, nakosa lile kwa Ahmed Darwesh. Kwa muda huo wote ambao umekuwa na Ahmed Darwesh, neno moja ambalo linaweza describe ama ile circumstance ambayo umekuwa nayo ambayo itakufanya umkumbuke tukio ambalo unalikumbuka sana kwenye newsroom, kwa sababu umefanya naye kwa miaka mingi sana. Pengine ni mengi sana, na hata najaribu kugusia moja, lakini nafikiri matukio mengi yalikuwa kwenye studio. Manake sijui wakati huu kama bado mnasoma wawili ama moja, lakini wakati mwingi lakini nakumbuka wakati mwingi hata si wakati mmoja unapata kwamba kwa hivi vidude vyetu ambavyo tunaongeleshwa na mwelekezi, wewe hukusikia jinsi ambavyo uliambiwa. Kwa hivyo kamera inakukuta tu
wakati huo, na sasa ilikuwa tushasema wewe ndio unaanza. Unajua ilikuwa tunafanya hivi asema wewe anza. Sasa inakuwa hata mimi mwenyewe siko tayari. Alikuwa ananisitiri, yani alikuwa ananifichilia vizuri tu, lakini utasikia tu amesema kidogo amelala, lakini tu unaona. Kwa hivyo nitamkumbuka kwa mambo kama hayo mengi. Angeweza kuficha aibu zangu kwenye studio. Wakati mwingine Mary unaweza kuwa umeshikwa tu na kikohozi, ama wakati mwingine hata umeshikwa na haja kwenda ndogo na uko hewani, atakusitiri vizuri. Ni mengi sana ambayo ningemkumbuka nayo, lakini kwa sasa tu ningesema katika wanahabari, kwenye taaluma yenyewe na utangazaji, aliweza kunifichia mambo mengi sana ambayo pengine angejulikana watu wangeniona mdhaifu sana. Na vile vile bila kusahau kwamba alikuwa amependa sana kubeba vitoboshi. Wakumbuka alikuwa kubeba vitoboshi. Yani kwa sababu tulikuwa pale, alikuwa anaketi na mtazamaji pengine anashangaa vitoboshi yani snacks ama sijui nitasema nini, yani mahamri yale ya kutoka pwani. Hakosi chakula ukimpata ukiwa na njaa. Sasa mimi nilikuwa najua hata wakati wote nikiwa na njaa nitaketi tu pale kwenye desk yangu, atapita tu na nitamfuata tu nimuulize, sema anapenda kula sana, anataka ku lose weight. Uta lose weight vipi na bado wala, namwambia hizi za course lazima tukule. Kwa hivyo kuna mambo mengi tu ya kumkumbuka Ahmed Darwesh, kuna mambo mengi sana ya kumkumbuka. Hatuwezi kuyamaliza na katika jukwaa hili. Kauli zako za mwisho? Kauli zangu za mwisho ni yangu, kwanza ni kutoa risala zangu kwa jamii, mkewe popote alipo. Najua kwa mjini Mombasa, watoto wake, ni wakati mgumu. Siwezi kusema kwamba naweza kuhisi jinsi ambavyo mnahisi, lakini kama binadamu ninaweza kufikiria yale ambayo mnapitia. Wakati huu ni wakati mgumu sana, na pia kwa mamake mzazi, ndugu zake wote ninawajua, ninawafahamu vizuri, na marafiki wake wote kutoka Mombasa na Nairobi. Ni kutoa tu pole zetu, na hata kwa KTN kwa jumla, kwa wanahabari kwa jumla, ni wakati mgumu. Leo ukiangalia kwenye Facebook, kwenye Twitter, wote wanazungumza kuhusu Darwesh, kwa sababu kila mmoja akona kitu ambako angesema kuhusiana na Darwesh. Kwa hivyo langu la mwisho ni kusema kwamba kwa Ahmed Darwesh, ndio safari yake hapa duniani imefika ukingoni, lakini yale ambayo ameweza kufanya ni mengi, na hayo ambayo ameweza kufanya tutayakumbuka. Hata ukiona ninajaribu kutabasamu hivi, uchungu huko moyoni mwangu, lakini hatutamsahau. Hakuna wakati hata mmoja tutamsahau Ahmed Darwesh kwa mambo mazuri ambayo aliyafanya, na vile vile kwa sababu alikuwa mwenye amani. Alikuwa ni mtu, alikuwa amependa amani sana. Mimi ni mtu wakati mwingine napenda fujo kidogo, yani kasirishwa anasema no, alikuwa amependa amani, na hayo ndio tutazingatia, na hayo ndio tutafuata. Na kwa hivyo sina mengi ya kusema Mary, ni kusema tu tusimsahau Darwesh, kumbukumbu zake, na hilo ndilo sisi wote kama binadamu, njia ni ile ile. Tutafakari leo tunaishiaje na watu wengine. Leo nitaacha Mary kivipi? Mliachanaje jana? Ni vizuri tuishi na watu vizuri, ndiposa wakati wetu kifika, angalau kuna watu ambao watasema kwa kweli Ann, kwa kweli Mary, kwa kweli mtu fulani alikuwa ni mtu ambaye aliniachia kitu fulani. Si ambacho kile utaenda nacho, lakini kitu ambacho utaweza kuachia binadamu wenzako. Naam. Asante sana Ann. Shukrani. Na mtazamaji, mayasikia kutoka kwa Ann Ngugi, ambaye amekuwa ni rafiki wa karibu sana wa Ahmed Darwesh, ambaye pia amefanya naye kazi kwa miaka mingi. Mimi siamini, nakaa hapa hivi naona kana kwamba ni ndoto. Pengine nitaamka iwe kwamba Ahmed Darwesh yupo, lakini Mungu amechagua ambalo limempendeza zaidi, na kwa kweli watu ambao ni wazuri ndio Mungu anaowachukua. Naamini kwamba Ahmed Darwesh hajakufa, bali amepumzika ama amelala, na Mola atatupa nguvu ili tuweze kukabiliana na hali hii pamoja na familia. Najua wengi mlikuwa mnampenda hata kuwepo, lakini Mungu ataweza kutufariji. Asante sana mtazamaji, mimi sijui ni nini naweza kuongezea hapo, lakini Mola aweze kutufariji. Asante kwa kuungana nasi na kutakia usiku mwema. Mola akipenda tukutane tena hapo kesho.